لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalan usikum wa nafsi bitaqwallah. Jambo la kwanza nahusia ni pia kuhusiana nafsi yangu juu ya lazima la kumcha Allah. Jambo la pili, leo napenda kutumia fursa hii kuelekeza namna ya kusajili boksi lako katika container la mwaka 2026. Inshallah eka boksi zitakuwa takriban 420, kama zitaongezeka zitaongezwa huko mbele. Na bei rasmi bado haijatoka, ila ikitoka tutakuja mtaelekezwa. Almuhimu namna ya kutumia link ya container. Tutaangalia vipengele takriban 8 na tutaongezea bonus kipengele cha mwisho. Kipengele cha kwanza tutaangalia namna gani ya kujisajili katika system kwa wale ambao hawajasajiliwa. Wale ambao washakusafirisha box, maana yake data zao zipo, wanaweza tu wakaingia moja kwa moja kwenye kipengele cha pili. Kwa tutaanza kipengele cha kwanza, namna kujisajili. Utaingia hapa sehemu imeandikwa ingia, ushabonyeza hapa kwenye rangi nyeusi imeandikwa jisajili, utabonyeza hapo, na hapa imeandikwa gharama riali 80. Bado haijapitishwa rasmi, ila inshallah ndani ya wiki hii ama wiki ijayo huenda mkatajiwa bei rasmi ni biidhnillah taala. Kwa ukihitajia utabonyeza ndio nahitajia, kisha utaanza kujisajili. Hapa kwenye ikama utaandika ikama, kisha kwenye jina kamili utaandika jina lako kamili, ima kwa Kiarabu au kwa Kiswahili, na hapa nchi unayotokea pia ni hivyo hivyo utachagua, na jamii pia utachagua, na namba ya simu utaweka namba yako ya simu. Hapa kwenye ikama, kama kwa watu mwingine anataka kusafirisha na si mwanafunzi au hana ikama, basi anaweza kaandika hata namba yake ya simu ya kawaida. Akimaliza atabonyeza jisajili, na kama kuna tatizo lolote itamwambia kitu fulani kinahitajika hivi na hivi na hivi, atarekebisha pahala husika, kisha ataendelea mbele. Mimi nishajisajili kwa sitasajili tena. Kwa utaendelea mbele katika maelezo, utaenda moja kwa moja kipengele cha pili sasa, ambacho ni kuingia. Kipengele cha pili, namna ya kuingia katika system. Utabonyeza ingia. Naam, kipengele cha pili cha kuingia. Kwa utabonyeza hapa ingia. Ukifika utajaza ile ikama yako ambayo ulijaza mwanzo. Mathalan mimi ya kwangu nilijaza hiyo, na chini yake utaweka password, kisha utabonyeza ingia. Itakupeleka moja kwa moja katika system. Na hapo itakuwa kipengele cha pili kimeisha. Na kama ikiwa mara ya kwanza kusajili, maana yake password yako itakuwa ni ile namba yako ya simu uliyoiweka. Ni ile namba yako ya simu uliyoiweka. Lillahi alhamdu. Kipengele cha tatu ni namna ya kutoka. Utabonyeza hapa ondoka, kisha utaulizwa swali, utabonyeza ndio. Bonyeza ndio, utakuwa umetoka katika system. Kwa hapo tutakuwa tushamaliza kuangalia vipengele vitatu. Kipengele cha 4 ni namna gani ya kureset password. Mathalan unataka kuingia katika system, umesahau password yako. Kwa unaweza ukawasiliana na admin akakusaidia kureset password yako, au kama admin umewakosa au muda umeenda, ni usiku mkubwa, unataka tu mwenyewe uingie chapu na umeisahau, utabonyeza hapa imeandikwa umesahau password, na ndio njia nyepesi kuliko kumtafuta admin. Ukifika hapa utachagua jamii kama ulivyochagua kule mwanzo wakati kujisajili, na nchi utachagua kama ulivyochagua mwanzo wakati kujisajili, na hapa utaweka ikama. Kama hukuweka ikama uliweka namba ya simu, utaiweka hiyo hiyo, kisha utabonyeza tuma, na itakuletea majibu kwamba umefanikiwa kubadilisha password na kadhalika. Kwa hicho ndio kipengele cha 4 cha kureset password. Sasa tukiingia katika system, tuendelee na kipengele cha 5, ambacho kipengele cha 5 kinatuambia jambo la kubadili password. Mathalan password yangu mimi ni namba ya simu. Kwa nataka kuibadili, nafanya nini? Unabonyeza hapa ondoka, itakuja ima unahitaji kuondoka, bonyeza ndio, au unataka kubadili password. Kwa utabonyeza badili password. Ukibonyeza badili password, itakuja ima password ya zamani, password mpya, narudia password mpya. Kwa password ya zamani utaiandika ile ambayo ulikuwa unaiandika mwanzo. Kwa kama ilikuwa namba ya simu au kuna password ulikuwa unaitumia uitaki, utaiandika hapo. Kwenye password mpya utatengeneza password mpya ambayo unataka. Na sharti ili ifanye kazi inabidi password mpya na ya zamani viwe vinafanana. Na ukitaka kutuma kuna masharti yatakuja. Lazima iwe na angalau nambari 1 na herufi kubwa na ndogo, na angalau herufi 8 au zaidi.
Kwa lazima uhakikishe vitu vimetimia ndio uweze kubadilisha password. Bila hivyo bora ubakie na ile ile tu password yako ya namba ya simu. Allah atie wepesi na Allah asahilishe. Hicho ni kipengele cha 5, kubadili password. Tuendelee na kipengele cha 6, namna ya kusajili box. Mathalan, katika kipengele hiki cha 6 ulikuwa upo mwanzo hapa katika kuingia, ushaingia ukaweka hapa namba zako za iqama na password yako. Sasa unataka kusajili box. Hapa imeandikwa sajili au chini yake sajili box zako. Mathalan mimi nina box kama 5, kwa nitabonyeza hapa sajili, kisha nitachagua box zangu nataka zifike mathalan Zanzibar. Jina la mpokeaji mathalan anaitwa Hamisi Hija, kwa nitaandika majina yake kamili. Halafu baada ya hapo namba yake ya simu nitaiandika 0712 35 63 35. Mathalan idadi ya box labda box 5, kwa nitaandika hapo box 5, na nukta yetu ya 6 natuambia namna gani ya kusajili box, na hapo utakuwa ushamaliza, ila umbakisha kipengele kimoja kubonyeza hifadhi. Ukishabonyeza hifadhi utakuwa umaliza kusajili box zako, na ile safa ya raisia itakuwa imebadilika. Itaonekana kuna neno container, kuna neno kuhusu, kuna neno mpokeaji. Naam. Na yote hayo ukimaliza utaenda moja kwa moja kipengele cha 7 ambapo ni kufuta na kuongeza box. Kwa hapa pana maelezo nukta 3: container, kuhusu na mpokeaji. Kwa tukienda hapa kwenye container pana maelezo ya box. Nikitaka kuongeza box nafanya nini? Nabonyeza ongeza box, au hapa palipoandikwa box. Unahitaji kuongeza box au idadi ya box zako, utabonyeza ndio, box litaongezeka la 6. Kwa hapo utakuwa unaongeza box moja moja. Na ukitaka kulipunguza utachagua tu box lolote lile, ukilibonyeza utabonyeza futa. Alafu utabonyeza futa, خلاص itakuwa limeondoka lile box husika, utakuwa umelipunguza. Na kama hivyo ndio namna ya kupunguza box na namna ya kuongeza box husika. Na tukimaliza kupunguza na kuongeza box, kipengele kinachofuata ni kuedit data za box. Mathalan nataka kuedit data za mpokeaji au data za mtumaji. Kuna hapa kipengele cha pili kimeandikwa kuhusu data za mtumaji. Kwa data za mtumaji ukizibonyeza zinakuja mimi ninayetuma, zitakuja data zangu. Hii kama namba ya simu na Abdurrahman Tanzania mathalan. Kwa nikitaka data za mpokeaji nabonyeza hapo kwenye mpokeaji, zinakuja hizi hapa data za mpokeaji. Nikitaka kubadilisha mapokezi au jina lake au namba yake ya simu naweza nikabadilisha, kisha nabonyeza hifadhi. Kwa hapo nitakuwa nimemaliza. Na hivyo ndivyo vipengele takriban 8 tulivyokusudia kuelekezeni na ni namna gani ya kujaza box. Kipengele cha 9 na cha ziada ni namna ya kutengeneza application ya container. Hii haipo Play Store, ila kwa wale wenye kutumia simu mathalan Android au iPhone zao zina Google Chrome, wanaweza wakifungua kutumia hii Google Chrome kwa ajili ya kujaza data za container, wanaweza wakabonyeza hapa katika hii safa ya mwanzo kabisa, wakaja hizi nukta 3 za huku pembeni, wakabonyeza hili neno add to home screen. Ukiwa umeweka lugha ya Kiswahili au ya Kiarabu, unaishi kialama kama kompyuta afu kina mshale wa kuelekea chini, unakibonyeza. Ukibonyeza yatakuja haya maneno TZ container. Kwa unaweza kubadilisha ukaandika unavyotaka. Mimi napenda ibaki neno container tu, alafu nabonyeza install. Ukishabonyeza utakuja baadaye utapata application ya container. Huna shida tena kuja kusearch linki na kutafuta na kadha. Linki utakuwa nayo tilqaiyan katika simu yako, na hili unaweza kulifanya kwa muda wote. Na kama halikuja neno install, unaweza uka add as page. Kwa saizi application yangu shamaliza kuingia, lillahi alhamdu wal minna. Na kwa leo naomba tuishie hapo insha Allah. Kama kuna lolote jingine tutakuja kujuzana hapo mbeleni bimashiatillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa.